Acha tuombe. Shall we pray? Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya asubuhi njema. Asubuhi ambayo tunakumbuka kufa na kufufuka kwako kutoka kwa wafu. Asante kwa maana ni wewe uliyetukomboa. Asante kwa neema yako na rehema zako. Tunapoingia katika neno lako Bwana, zungumza na mioyo yetu. Tunaomba Bwana ukaseme na maisha yetu. Neema yako ikawe kwa kila moja mahali hapa. Acha baraka zako Mungu zikatembee juu ya kila moja. Tunayempinga ni shetani na kazi zake zote, katika jina la Yesu Kristo. Uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu zikatawale na kutamalaki kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. I thank God for the day today. Happy Easter. Happy Easter. Tunamshukuru Mungu kwa sababu alimfufua Yesu kutoka kaburini. We thank God because he resurrected Jesus from the tombs. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni mwema. We thank him because he's a good God. Mshukuru Bwana kwa sababu ni nguvu yetu. We thank him because he's our strength. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunashangilia kwa sababu yuko We upande make noise wetu. for him because he's on our Kwa hiyo side. tunayo sababu ya We have every kumshangilia reason to give him praise. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Tunamshangilia Bwana kwa sababu ni mwema We appreciate the Lord and applaud him because he's good katika maisha in yetu. our lives. Amen. Amen. Kwa muda mchache In the next few minutes, nataka tujifunze neno ambalo nasema upendo wa Mungu. I want us to learn something about the love of God. Upendo wa Mungu ni mkubwa kwa mwanadamu. The love of God is the greatest upon men. Mungu ametupenda kwa upeo wa ajabu. The Lord has loved us beyond anything. Upendo wa Mungu haufananishwi na kitu chochote. The love of God is not compared to anything. Upendo wa mwanadamu unaweza kuufananisha. The love of men can be compared. Kwa sababu wakati ambapo mtu anakuwa na mtu, Because when someone has a partner, katika hali ya mapenzi, maybe in terms of anaweza love, kumkumbusha akamwambia mtu fulani alikuwa ananipenda he can hivi. remind him and tell him that so and so loved Kuna me this wakati manner. alinipenda hivi. And there's a time he loved me this way. Au kumwambia ninaona unanipenda kama mtu fulani. Or he can tell you that I see you love me like Kwa sababu someone. yule mtu fulani alikuwa ananionyesha mapenzi hivi. Because this is the way he used to show me the love. Upendo wa mwanadamu unaweza The kuufananisha. love of human beings can be Lakini compared. kuna upendo ambao hauwezi But there is a kuufananisha. love that can never be Na upendo compared. ambao usiofananishwa na upendo wa And the Mungu. love that cannot be compared Kwa is the sababu love of upendo wa God. Mungu wapita fahamu ya mwanadamu. Because the love of God is above the understanding Tunapokaa of hapa men. tukianza kuzungumza juu ya When upendo wa we stand Mungu, here and talk about the love of God, tutalala, we tutaamka, shall go day and night. tutaendelea tu kusema And we shall upendo wa continue Mungu. to talk about the Kwa sababu love. Mungu huyu Because God ni Mungu wa upendo. is a God of love. Mungu huyu This ni God Mungu wa huruma. is a God of Alimpenda mercy. mwanadamu He loved kwa man njia kubwa in sana. such a big way. Hata kusimama kwetu And even our ni kwa standing, sababu ya it upendo wa is Mungu. because of the love of Pasipo God. upendo wa Mungu Without the love of tusingekuwa God, jinsi we will tulivyo. not be the way we are. Bwana Yesu Praise the asifiwe. Lord Sijui Jesus. kama unaelewa I don't know if hili. you understand the Kama magnitude. sio upendo wa If it is Mungu not the love of God katika maisha in yako, your life, usingekuwa you jinsi could not be the ulivyo. way you are. Siku ile tu That ulizaliwa day you were born, ungeenda, you would have died. lakini kwa upendo wa But Mungu because of the love of God, amekulisha vivunzi He vingi, has made you go over so many things. amekulinda siku And He baada ya has kept siku, you day by day. anakushika And He mkono has hold your hand mahali hauoni, in a place you don't see. yuko pamoja He na is together wewe. with you. Mahali pa In a shida place of anasimama na problems, He wewe. stands with you. Upendo wa The Mungu love of God, pita fahamu ya it is mwanadamu. beyond the understanding of men. Tunalala We sleep, lakini hatujui nini inatuamsha, but one day we wake lakini up mkono
wa But the Mungu hand of uko God juu is yetu, upon us. tunaona We pambazuko, see the morning. tunaweza kunyoka, We see even while tunaweza preaching, kusimama, we are able to stand. tunaweza We kuinuka. are able to rise. Upendo wa Mungu ni The wa love of ajabu. God. Upendo wa Mungu ni wa The ajabu. love of God is so Upendo wa Mungu mesmerizing. ni wa The ajabu. love of God is so great. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sijui umejifikiriaje I don't know how you are thinking about kuhusu it. jinsi Mungu About the anavyokupenda. way God loves you. Mungu anakupatia uwezo God has given you the wa power kufumba to blink, na kufungua. to close your eyes and Kuna open them. mtu There's somebody hawezi kufunga, cannot close his hawezi eyes kufungua. and even open their Lakini eyes. hata kama But even if hawezi kufunga na kufungua, they cannot blink, lakini upendo wa Mungu but the love of God bado uko juu yao. is still upon them. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tasoma katika kitabu cha Mwanzo. We shall read from the book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo, The book of Genesis, sura ya 22 chapter 22, na mstari wa 12 verse 12 na 13. and 13. And the Bible says this. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Tunamshukuru Mungu We thank God kwa sababu ya neno lake. because of his word. Kitabu hichi cha Mwanzo This book of Genesis ni kitabu cha mwanzo is the first book katika Biblia. in the Bible. Kila kitu katika maisha Everything in life kinakuaga na mwanzo, has a beginning. na kitu chochote ambacho kina mwanzo And anything that has a beginning kinakuaga na mwisho. has an end. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunasoma kitabu hichi cha And therefore we Mwanzo have read the book of Genesis, ambacho ni 22 ya kitabu cha Mwanzo, that is chapter 22 of lakini Genesis. mahali tumesoma By the place we have read, tunaona habari za Ibrahimu. we are seeing the news about Abraham. Huyu Ibrahim. Ibrahimu alipendwa na Mungu. And therefore Abraham was loved by God. Ibrahimu alimtumikia Mungu. And Abraham served the Lord. Na katika maisha au safari ya Ibrahim, And in his journey, Ibrahimu alitembea na Mungu. Abraham walked with God. Nakumbuka wakati Mungu anamwambia toka katika jamii yako. I remember when God commanded him to leave his family. Akamwambia nenda mahali ambapo And he nitakuongoza. tells him that go to a place that I shall show Lakini kwa you. sababu Ibrahimu alimpenda Mungu, And because Abraham loved God, akaamua kwenda. he decided to depart. Sio jambo It rahisi is not an easy thing. mtu akwambie saa hizi Someone to tell you right now amkatoka hapa, that wake up and leave this umezaliwa place. Kenya, You are born in Kenya umekomalia Kenya, and you have matured lakini here. usubuhi tu But one morning unasikia sauti you are told a voice inakwambia comes toka. that tells you get Toka out. kwa watu wako, Get out of your people. nenda mahali ambapo Go nitakuongoza. to a place that I shall lead you. Pasipokuwa na upendo wa Mungu Without ndani the love yako, of God in you, utasema hii ni sauti you ambayo will say haieleweki, this voice is not na wakati understood. mwingine utaikemea. And sometimes you will Lakini even Ibrahimu rebuke alijua it. sauti ya Mungu. But Abraham Ni knew the voice of vizuri God. kujua sauti ya It Mungu, is better or good for you katika to know the maisha voice of yako. God in your life. kwa sababu kuna sauti nyingi Because there are katika so many maisha. voices that are heard in Lakini life. ni sauti gani ambayo unasikia But what sana? kind of a voice I do Lakini listen to so Ibrahim much? But Ibrahim alijua sauti ya Mungu. knew the voice of God. Akajua Mungu And he knew God. amezungumza na maisha He yake. has spoken with my life. Anamwambia toka, And he told him that get nenda out. mahali Go to a nitakupatia. place that I shall show you. Ibrahimu hakupingana na And Mungu. Abraham did not Akasema argue. Mungu And he said, God, ananijua. he knows Na me. Mungu And God amenambia nitoke. He's telling me to Kwa hiyo leave. akaamua And then he akatoka. decided to depart. Tunamwona Ibrahimu akitoka kwao, And that's why we see Abraham now nchi leaving his yake. home from his country anaenda city. na familia And yake. then he goes with his family. Kwa miaka mingi ambayo Ibrahimu anatembea na For Mungu, many years he was walking with huyu God. Ibrahimu This Abraham, Biblia inasema ya kuwa alikaa muda mrefu
The Bible says he stayed long bila enough kupata mtoto. without having a child. Alipokuwa anatoka kwao, When he was departing from his home, alitoka na Lutu, he left with Lot. kwa sababu huyu Lutu Because Lot, alikuwa kijana. he was a young man. Kaona huyu acha twende na yeye, And he said, let me go with my anaweza kuwa cousin. msaada Might be of help to katika me maisha yangu. in my life. Kwa hiyo akamchukua Therefore he took him, pamoja, akaenda. and with him and they left. Lakini katika safari But yake along the way, tunamwona Ibrahim we see Abraham akiendelea kumcha Mungu. as he continued to Mahali serve the ambapo Lord. Mungu Where anampeleka, God takes him, anaona mkono wa he Mungu. sees the hand of Biblia God. inasema kuwa And Mungu the Bible says akambariki that Ibrahim. God blessed Abraham. Mungu akambariki And God Ibrahim. blessed Abraham. Ibrahimu alibarikiwa na kila kitu. Abraham was blessed in every corner. Alibarikiwa na mali He was zote blessed with every kind of riches ambazo unazielewa. that you understand. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo Mungu hakuacha Ibrahim. Therefore, God did not depart from Lakini Abraham. kulikuwa na mwiba katika Ibrahim. But there was a thorn in him. Siku baada ya siku Day after day, aliona waraka, he saw blessings, aliona kila he kitu, saw everything. lakini tumbo ya mke wake But the womb of his ilikuwa wife imefungwa. had been closed. Tumbo ya mke wake The womb of his wife, ilikuwa hakuna mtoto anaweza there was no kupatikana. child that could come out of Kwa hiyo it. siku baada ya Therefore, siku day after day, Ibrahim Abraham, alikuwa naomba kama watu he could wengine, pray like other kwa people. sababu wakati unakosa mtoto Because when you don't have a child, kuna ile huzuni there katika is some maisha, grief in life. kwa sababu maisha ya Because mwanadamu the life of a human, wakati unaoa au when you kuolewa, get married, kinachofuata whatever ni follows, kutazama jinsi utapata mtoto. you'll find a way to get children. Nazungumzia upendo wa I'm talking Mungu, about the love of God. nazungumzia upendo wa Mungu. I'm talking about the love of Kwa hiyo God. tunamwona Therefore, you Ibrahim see Abraham, siku baada ya siku day after day, anamwangalia Sara, he's looking at his wife anamwambia Sarah, Sara, and he says, je, Sarah, mambo yamebadilika? have things changed? Umeanza kusikia Are you feeling kichefuchefu? anything in you? Lakini Sara anamwambia, But when she's sioni hata kichezo, I can't see any wala sign. sisikii I chochote. hear nothing. Tunapoelewa, And when he understands, Sara katembea siku zake Sarah walked through his way of days, zikakwama, and siku za kupata mtoto zikaisha. the days of getting children got over. Kwa hiyo ikafika And wakati there came a time, ambapo akakubaliana and then they had to agree. ya kusema sitapata And they tena, said that I'll never have a child kwa again. sababu umri wa kupata Because mtoto the age of getting a child umekwisha. is over. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Biblia inasema kuwa Sara, And the Bible says that Sarah, miaka imeenda, years are past, time is over. Ibrahim, Abraham, miaka imeenda, and even also years ago. lakini hawa watu But these two people, hawakumwacha Mungu. they didn't forsake God. Hawa watu These people, hawakukata tamaa they did not katika lose safari hope yao. in their journey. Kuna hatari There is a danger kumwacha Mungu when you njiani, forsake God along the way. pamoja na mambo yote Together all unayokutana the nayo. challenges that you can meet. Lakini angalia upendo wa But look at Mungu. the love of God. Yawezekana kuna kitu umeombea There's something hakijatokea, that you've been praying for lakini and haven't come haimaanishi to. upendo wa But it Mungu. doesn't mean that the love hauko of juu God is yako. not upon you. Mungu ni wa wakati na nyakati God is of all seasons katika maisha. in life. Kwa hiyo Ibrahim Therefore, Abraham, hakukengeuka, he did not change his Sarah, mind. Even hakukengeuka, he did not even change his pamoja mind, na Sarah. umri kwenda, Even the age pamoja has na taken miaka over. kwenda, Even time has lakini taken place. alishukuru Mungu, But we thank God. aliendelea kumpenda They Mungu, continue to love God. sababu alijua It's because they knew. Mungu ni upendo. Because God is Hata kama love. sipati, Yes, yeah, I don't have lakini it. Mungu anabaki kuwa Mungu. But God remains to be God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Biblia Jesus. inasema ya The kuwa Bible says, Sara akakaa, and Sarah took lakini her siku time. moja One day, upendo wa Mungu the love of God ambao unapita fahamu that ya is mwanadamu, above every understanding of mahali man. mwanadamu anafika mwisho, That where man comes to the mahali end, mwanadamu amekata tamaa, where you have lost your hope, mahali mwanadamu anaonekana hakuna kitu, where you think that there's nothing, ndipo Mungu that's anatokea. where God appears. Mungu anakuja, anamtokea, God comes and appears. anamtokea He Ibrahim, appears to Abraham. anamwambia kwa mke And he wako tells him, through your wife, utapata mtoto, you shall have a child. wewe utakuwa baba wa You shall be a mataifa. father of nations. Ibrahimu anashangaa, And he's afraid and anasema he's umri wa mesmerized. kupata mtoto Even the age of getting a Umekwisha child kwa already is mke wangu. past in my over my Nitapataje wife. mtoto? How will I get a Ni kama child? vile unavyojiuliza That's the sasa way you are hivi. questioning yourself. Umetembea, That you've walked, umehangaika, you have wandered hakuna around. kitu There's unapata nothing you've kile gained. ulichokitegemea
Everything that you have been looking upon, haukipati. you don't get. Umekata tamaa. You have lost Na hope. wengine wamefika And mahali some they have come to a wanasema point. hakuna Mungu. They are saying there is no Kuna God. wengine wamefika And mahali some they have come to a wanasema point. Mungu They are hasikii. saying God is not Lakini hearing nataka me. kukuambia, But I want to tell you, tunaye Mungu there is a anayesikia. God that hears. Tunaye Mungu There is a anayejibu. God that Tunaye answers. Mungu There is a asiyechelewa. God that is never late. Upendo wake ni His mkubwa. love is bigger. Upendo wa Mungu ni The mkubwa. love of juu ya God is mightier. hakukuumba ili He uteseke. did not create you for you to Hakukuumba suffer. ili uwe He mtu did wa not create chini. you to be a low Lakini upendo person. wake ni mkubwa. But His love is Biblia bigger. inasema anatuwazia mema. And He's thinking for us good Kutupa thoughts. tumaini To give us hope siku zote za maisha all the yetu. days of our lives. Katika shida In yako your troubles, Mungu anakujua. God knows you. Na anakuwazia mema. And He's thinking Kwa good sababu of Mungu you. wetu Because our ni God, upendo. He is love. Upendo wake And His haulinganishwi na His yeyote. love is not Upendo comparable. wake si kama His mwanadamu. love is not like man. Mwanadamu anaweza kukupenda Men leo, can love you today. kesho akaboeka. And tomorrow they are no more. Mwanadamu anaweza kukupenda Man can leo, love you today. kesho akakuacha And njia. tomorrow will forsake Lakini kuna you. mwanaume Yesu But there is a man Jesus asiyeacha mtu njia. that He never forsakes Upendo anybody. wake ni wa milele. His love is Bwana everlasting. anaitwa And that's why He's called Alpha Alpha na Omega. and Omega. Anaanza na wewe, He begins with you anamaliza na and He wewe. ends with Lakini you. mwanadamu But man, umwachia mtu katikati. He will let you on the way. Umwachia mtu katikati. He will let you on the way. Unaweza penda mtu You can love someone, lakini siku moja but one day anapopoteza maisha yake he loses your way. Upendo Or it wake makes you na lose your wewe ways. His love unaishia over makaburini. you, it will end in Hata the kama tombs. ulimpenda sana, Even if you loved Him so much. lakini inapofika saa ya kwenda But when makaburini it comes the time of burial, hakuna mtu anaendaga na there's no one that will go enter with you. lakini upendo wa Mungu But the love of God, hauna mipaka. He has no boundaries. Upendo wa The mwanadamu love of man una mipaka. has boundaries. Kuna mahali unafika, There's a point you na come. ndio maana unapounganisha ndoa That's why when you come and kuna kiapo watu wanaapa, there's a vow that people will speak. anasema nitakupenda, And they say that I shall love you. kifo And death ndicho kitakacho is the tutenganisha. one that shall separate us. Kwa hiyo upendo wa And mwanadamu therefore the love of una man mahali unaishia, has a point that lakini comes to the unaposoma end. kitabu cha But Mwanzo when we read the book of mpaka Genesis kitabu cha Ufunuo, and the book of nakuja Revelation, naangalia when you look upendo around, wa Mungu ni wa the love of milele, God is everlasting. haubakii mahali, It has nowhere that comes to the unaendelea end. unaendelea It unaendelea. continues. Bwana asifiwe, Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu anamtokea Ibrahimu, God appears to Abraham anamwambia and He tells him, Sara atapata mtoto, Sarah shall have a child. atachukua mimba, She'll be pregnant atazaa mtoto. and she'll have a child. Wakati mwingi tunapozungumza maneno haya, Many a times when you speak these words, unaweza kuchukulia kawaida, you can take it as just for granted. lakini ukipiga picha vizuri, But when you have a good picture of it, hakuna mwanamke anaenda kuzaa na miaka 90. there's no woman that can give birth at 90 years. Hakuna uzazi, There's nothing, there's no, or rather, uzazi umekwama. the womb is already has come to the end. Hata nguvu ya huyu mwanamke ya Even the kuzaa strength hakuna. of this woman to carry a child is no more. Lakini tunaona upendo wa Mungu But we see the love of God. unaonekana wakati wa udhaifu. It is seen when in times of weakness. Upendo wa Mungu The love of God. unaonekana wakati ambapo mtu amefika mwisho. It is seen when someone has come to the end. Upendo wa Mungu The love of God. unaonekana It is seen wakati watu wote in the time when wameshakuchoka. everyone else is tired of you. Lakini Mungu hachoki mtu, But God is never tired of anybody. hachoki mtu, He's never tired of you. hachoki He's mtu, never tired. hachoki mtu. He's never Hata tired. yale mateso Even when the unayoyapitia, troubles you go hata through, dhiki even unayoipitia, whatever danger you go wanadamu through, wanaweza kukuchoka, men can get lakini tired of upendo you. wake But the love of God hauwezi kukubali yeye not yeye allow akuchoke. you to get for him to be tired of you. Hachoki.
I never get tired. Ninapojitazama When I look at myself, siku baada ya siku, day after day, ninaendaga kumtwika Bwana mzigo yangu. every time I give my burdens to the Lakini Lord. hakuna siku But no day amesema Esther, he ever say that, Esther, I am tired of you. Hakuna siku. No day. Bado anasema Every day he still continues to nira say yangu ni nyepesi, that my yoke is mzigo easy wangu ni rahisi. and my burdens are Anasema easy. leteni mizigo yenu. Bring all your burdens to me. Siku baada ya Day siku. after day. Hachoki. He never gets tired. Hachoki. He never gets tired. Upendo wake ni His mkubwa. love is mightier. Hata kile ambacho unadhani ni Even whatever you kikubwa think that is bigger, kwake to anaweza. him is able. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naomba utazaa. And he tells him that you'll give birth. Utazaa. You'll have a child. Biblia inasema kuwa And the Bible says, Sara akapata mimba. and Sarah had a child, conceived a child. Hatuzungumzii habari za Hajir, We are not talking about the maid, lakini tunazungumzia habari za Sara. but we're talking about Biblia inasema Sarah. ya kuwa And Sarah, the Bible says, akapata she conceived mimba. a child. Upendo. The love of God. Akakaa miezi 9 And she took 9 months, akapata mtoto. and she begot a child. Mtoto akaitwa Isaka. And the child was called Isaac. Mpango wa Mungu The plan of God wa kumkomboa mwanadamu to redeem man haikuanza kwa agano jipya, did not begin from the New Testament, lakini ilianza kwa agano but la it kale. began in the Old Testament. Upendo wa Mungu. The love of God. Mungu anajua mwanadamu God knows every man ameshamuacha. that already has forsaken him. Alipomweka kwenye shamba, When he put him in the garden, mwanadamu alikosa, man fell short, mwanadamu alipotea. and he got lost. Kwa hiyo Mungu anatafuta, Therefore, God is looking for a way. nitamrejeshaje How huyu do I mwanadamu? redeem this man to me? Nitamrudishaje How do I mwanadamu? redeem man? Upendo wa Mungu The love of God sio kumwacha is mwanadamu not apotee, forsake man to lakini get upendo lost, wa Mungu but the plan ni of wanadamu wote God is to wamjie restore yeye. every man to Kwa hiyo him. Mungu anatazama. And therefore, God is watching. Lazima kwa Ibrahimu And through Ibrahim, mtoto a azalike. child must be Na born. huyu Isaka And this Isaac ndiye atatokea is the taifa. one that will Na come through hili him. taifa And a nation. litakuwa taifa la And this Israeli. nation shall be called Lazima Sara Israel. azae. And Sarah has to give Na birth. ndani yake And inside him, Yesu atatokea. Jesus will come. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Upendo wa The Mungu. love of God. Upendo wa Mungu. The love of God. Upendo wa Mungu. The love of God. Upendo wa Mungu. The love of God. Upendo wa Mungu wapita fahamu. The love of God is beyond Sijui understanding. kama wewe I unaelewa. don't know if you understand Lakini me. siku baada ya But siku day after day, naona upendo wa Mungu I look at the love of ukiwa God. mkubwa sana. It is greater Siku baada ya day siku. after day. Biblia inasema ya kuwa The Bible says Sara anafurahia, Sarah is happy anabembeleza mtoto and wake. she's sighing her Anasema child Mungu because amenikumbuka God has na remembered me. miaka 90. And after 90 years, Ibrahimu anasema and the Mungu umenikumbuka love says that na God has miaka remembered me 100 in 100 years. nafurahia Let mtoto me be happy wangu. of my child. Katika hiyo safari And in that ya furaha And in that state of Mungu having anamtokea happy and Ibrahimu joy, tena. and God appears to Abraham mbe Ibrahimu, and tells him, Abraham, huyu mtoto this child, ninataka unipatie. I want you to give him to me. Nataka uende ukapande katika mlima wa I want you Moria, to go on the top of the mountain uende ukanitolee to go and sacrifice this child, awe zabihu to become a ya sacrifice, kuteketeza. a burning, or rather, a burn offering, right? A burnt offering, yeah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jifikirie, Just think about yourself. umengoja baraka You've been waiting for a blessing kwa miaka mingi, for many years. alafu Mungu anakubariki. Then God blesses you. Baada ya kukubariki, After blessing you, anakuja tena napiga hodi, then comes and knocks at your door mwambia hii baraka and tells you, this blessing, nipatie. give it to me. Ibrahimu And Abraham, hakupingana na Mungu. he did not argue with God. Ukiujua upendo wa Mungu, When you realize the love of God, hauwezi pigana na Mungu. you cannot argue with God.
Mara nyingi tunashindwa katika Many maisha times we fail in life. kwa sababu kuna mahali tunakuwa na limit Because na Mungu. there is a time we have an argument with God. Unampenda Mungu wakati ambapo uko na jambo. You love God when you have a problem. Lakini wakati anapokubariki, But when he blesses you, unasema Mungu sitarudisha kile you say that I ulinibariki. cannot give you what you Hichi gave ni me. changu na watoto wangu. This is mine and my Hichi children. ni changu na familia This is mine and yangu. my family. Kwanza nina madeni. And I have so many debts. Kwanza nina shida. I have so much Kwanza problems. nina hiki na kile. I have this and that. Kwa hiyo acha kuniambia And habari therefore don't zako. tell me what you're telling me. Lakini Ibrahim But Abraham, akajua upendo wa he Mungu. knew the love of Kama God. sio Mungu, That this is sio nguvu it's yangu not my strength iliyofanya nipate that has mtoto huyu, made me have this lakini child. aliyenipa But the one who gave me, nitamrudishia. I shall give him back. Biblia inasema ya kuwa And the Bible says, Ibrahim akasikia sauti ya Mungu, Abraham heard the voice of God. akasema umenipa, And he said that you gave na me, kwa sababu unaniomba and because you are asking it from me, nitakurudishia. I shall give it back to you. Tumeshindwa kubarikiwa, We are not able to be blessed. tumeshindwa kufika We mahali, are not able to get kwa to sababu wakati Mungu anatubariki, because when God blesses, Mungu anakubariki na sauti, God bless you with a voice, lakini hauwezi kumtumikia but you Mungu na cannot sauti serve him with your yako. voice. Mungu amekupatia God baraka, has given you a blessing, zile baraka ambazo and the anakupatia blessing is sio kwa sababu given you, yako, not because of lakini you. kwa sababu ya utukufu It is wake. because of his Lakini glory. ikifika When wakati it comes a unasema time, acha ikaa. you say no, let it be. Mungu anakupatia And God afya, gives you good health. lakini unaweza kuja kanisani And wakati you can unataka. come to church Naweza anytime kufanya you want. mwezi, And you say that, oh, naweza kufanya I siku, can do maybe a day. wakati wowote ninaweza Whatever kuja. time I can go Acha anywhere. nilale, Oh, let me sleep. acha nifanye Let starehe me have zangu, my own things. lakini acha Let me nikwambie, remind you, afya aliyokupatia, is the life uzima he gives you, aliyokupatia the life is ni kwa given to sababu you. ya It's because kumtumikia. of glorifying Biblia inasema him. Mungu alituumba Knowing that God has kwa sababu created us tumtukuze. for us to glorify Mungu him. alituumba God has blessed ili us, tuweze created us kumtumikia. for us to serve Lakini him. leo But today, wafanyakazi ni wachache those who are serving the katika Lord ufalme wa in Mungu, the kingdom kwa of sababu God. uko pale Because you are there. unasema hivi ni vya And you say, wale, this is belongs to ila that one. sio vyangu. This one is not Lakini mine. mpendwa, But remember Mungu this, beloved. anapokupatia neema ya uzima, When God has given you life, akuachi He duniani doesn't tu, let you just lakini stay ana there. mpango But mzuri He has a good plan juu ya maisha yako. upon your life. Mtumikie, Serve Him. jitoe kwake. Give yourself to Him. Sometime katika maisha Sometimes in life, watu wanaweza kuangalia, people can look around wanasema huyu tu ndo and say, anastahili kufanya. this one is the only one who Lakini is acha able to do nikwambie, it. But let tumeitwa me tell you, sote we have been called, all of us, kumtumikia to Mungu. serve God. Na kama Mungu anakuacha ai, And if God If If God gives you maybe a chance, kwa sababu tu, a chance to lakini stay there, it's not anakuacha just for a ai. reason. Kwa sababu He gives a reason for that. kuna neno nasema, There's a word that says, sitakufa I shall not die, nitaishi. but I shall live. Inaendelea inasema nini? It continues and says, Unayasimulia, do you really talk about lakini kila the word, siku works of God? But every day, sitakufa, oh, I shall not die. I sitakufa. shall not die. Lakini asiyekufa But the one who does not Mungu die, anamuweka God has put you ili there asimulie for you to talk about matendo makubwa ya the Mungu. greatness of God. Unayasimulia Are you talking about giving testimony, au unakuwa mtu wa kusukuma? or you are there to be pushed? Unazania uzima ambao uko nao Do you think the life you have, wewe unaubeba, you're carrying it in your hands? lakini uzima wako Life that you uko have mikononi mwa huyu is in Mungu. the hands of this God. Siku baada ya siku, Day after day. sio nguvu yako, It's not your strength, sio uwezo wako, it's not your doing, lakini ni nguvu za Mungu but the power na of God upendo wa Mungu and the love of ambayo God amekubeba. that has carried you. Ndio maana unaishi, That's why you're alive. ndio maana unafanya That's why kazi, you're working. ndio maana unaweza That's why kutembea. you're able to walk. Upendo wake ni mkubwa The love kwako, of God is lakini great upon you. ajabu But funny thing, unachukua upendo wa Mungu kama kawaida. that you have taken the love of God as a normal thing. Kuna mtu mmoja
There's one katika person maisha. in life. Biblia inasema ya kuwa The Bible says alikuwa na kila kitu. he had everything. Akaweka vitu. And he put everything. Akaweka pesa. He put money. Akaweka gala. He stored kila kitu every chote cereal and akaweka. everything he stored. Akajiangalia. And he looked at Akaona himself. nimefika. And he said that I've Niko na enough for me. wanyumba. I have Niko na houses. magari. I have cars. Niko na pesa. I have money. Niko na kila kitu. I have everything Alafu that I akaambia need. moyo And he wake, tells his heart, moyo sasa, my heart tulia now, sasa, be happy. kwa sababu umefika. Marry because Kuna starehe. have Alafu marry. Mungu anamtokea. And God appears to Anasema him. mpumbavu wewe. You are a fool. Nataka moyo wako. I siku want ya your leo. heart now. Chochote unachokiwekea. Everything that you keep for yourself. Chochote ambacho unapigania. Everything you're fighting for. Usipokuwa na Mungu. If you don't have God. Usipojua wema wa If you Mungu. don't know the power of God. Wewe ni mpumbavu. You are a fool. Uko mpumbavu. You are a fool. Sio maneno yangu. Ni maneno ya Mungu. Those are the words of God. Biblia inasema ya kuwa The Bible says Abraham hakujadiliana na mke wake. he did not go and discuss with the wife. Najifunza sana Ibrahim. I have learned so much from Abraham. Unajua wakati unamtumikia Mungu. When you are serving God, remember, kumtumikia Mungu serving God sio kundi, is not as a crowd. sio kwa sababu niko kwa ndoa, It's not because I'm in a marriage. sio kwa sababu niko It's mtoto not because kwa familia. I'm a child in the Lakini family. kumtumikia Mungu ni But mtu serving mmoja God, binafsi. it's you and you alone. Kwa sababu wewe mwenyewe Because an ndio individual, utasimama peke you yako. shall serve, you shall stand Hautasimama na alone. mpenzi wako. You not stand with your lover. Hautasimama na mtu You shall not fulani. stand with Unajua kuna anybody. mtu ambaye There are people who say, anaweza ingia katika They maisha can yako come in your life akakukataza kumtafuta and they Mungu, tell you not to serve lakini or nakuonea after God. huruma But I'm so kwa sababu pitying you. utatoa hisabu Because you shall wewe give peke account, yako. you alone. Hautaenda na You shall huyo, not go with that person. hautaenda You naye, shall not go with him. utaenda peke You yako. shall go Hata alone. watoto niliowazaa Even the children that I gave sitaenda birth to, pamoja I shall nao. not go with them. Mimi peke I yangu shall be alone. nitasimama mbele za I'm Mungu. standing before the mercy seat. Kwa hiyo sina haja ya mtu I kunikalisha have no reason for anyone to na make me kunifanya nisimtafute to Mungu. make me not look after God. Wewe ukichoka And if you get tired, nikikubembeleza and tuendelee, if I ask you to continue, ukikataa if you refuse, nakwambia bakia I pale shall tell you, umebaki, remain there where you mimi are. I naendelea. am continuing. Nimeitwa I've kuendelea, been called to sio go, kukaa not to chini. stay here. Ibrahim Abraham, akajua mimi ni Mungu aliniita. he understood that it is God who called me. Kila mtu ana wito wake. Everyone has got a calling of God. Akamwambia akakubaliana, And he accepted within akasema himself. Mungu amesema And said, God has said nitoe. that I have to give. Kama angetaka tutoe, If he could say that we give, angemfuata mke then you wangu, could follow my wife anambia and tell her nishaongea na bwana that I've yako, talked to your husband. chukueni huyu Now mtoto take this child. mumwende You go mkamtoe. and give him. Lakini akamwambia But he Ibrahim, told Abraham, akamwambia Ibrahim, Abraham, nataka huyo mtoto, I want your child. wewe ndo kichwa, It's you who is the head. nataka unibariki huyo And I mtoto. want you to bless me with that Ibrahim child. akasema, Abraham said, nilikuwa sina I mtoto, had no child, lakini Bwana ulinipa, and God you gave me. namrudisha kwako. And now I give it back to you. Biblia inasema ya kuwa The Bible says, akaamka asubuhi he woke up mapema, one morning akatengeneza kuni, and he made akatengeneza na firewood, moto, and he made even fire. akamwambia And mbebe. he told the Akachukua servant that watumishi carry my wawili, child. And he told the servants, wakachukuliwa wale watumishi, and they took together with him, wakaenda and they left pamoja na Isaka. together with Isaac. Kwa hiyo mke And therefore the wife, alijua tu ni he safari knew just that ya kwenda father son kumwabudu walk. Bwana, lakini hakujua But he didn't know ni kitu gani Mungu ameongea whatever naye. God has spoken to him, Sio kila kitu not everything ambacho Mungu amezungumza na that God wewe spoke with you, uambie mtu you mwingine, have to tell kwa another sababu person. shetani anaweza tumia mtu wa Satan pili can use the second akakwambia person to tell you hapana, no, hapana. no. Lakini Ibrahim But akasema, Abraham said, ninajua sauti ya I Mungu know the voice of na God, Mungu ameniambia and God has told me niende nikamtoa that I mtoto go huyu. and give my Kwa hiyo child. ninaenda kumtoa, Therefore I am going. sina majadiliano, I have no argument with him. naenda kumtoa.
I shall go. Biblia inasema katika njia And the Bible said along the way, wanatembea they pamoja, are walking together, wanapanda mlimani. and they were Lakini up the Isaka mountain. anamwambia, And he tells him, baba, naona moto, Father, I am seeing fire. naona kuni, I'm seeing firewood, lakini sijaona but I've not seen mwana kondoo the wa zabihu. sacrifice. Lakini Ibrahimu And anamwambia, Abraham tells him, Mungu God atajipatia shall give mwenyewe. himself a Lakini sacrifice. Ibrahimu kwenye mawazo Abraham in yake his mind, anamwambia, he wewe said, wewe ndio zabihu. you are the Mungu sacrifice. aliniambia God told me niende that I nikakutoa. go and give you. Kwa hiyo wanafika And then they mlimani, come to the mountain, wanatengeneza and madhabahu. then they prepare their Watumishi altar. walibaki chini. Servants were left down Ibrahimu there. akachukua And mtoto Abraham took wake the child. akasema, hawa I watumishi told him that these servants wanaweza kuwa might vikwazo become a katika problem mapenzi ya in Mungu. the will of God. Akawaambia, And they sikilizeni, told him, remember, tutapanda na nyinyi I will not mlimani, go with you up there. bakieni hapa. But remain Napanda na I am mwanangu, going with my child. naenda I am mlimani, going up kwa there. sababu Mungu aliniambia Because God told me nipande that mlimani. I go to Biblia the inasema mountain. alipofika The Bible says that when he got there, akatengeneza madhabahu he prepared the pamoja altar. na Isaka. And of the altar, Alafu akamwambia he Isaka, told Isaac nitakayemtoa that the one I'm going to ni give, wewe. it is you. Sikiliza, Listen to this. mtoto anakuamini. A child believes in you Najua huyu ni mzazi and knows that this is my parent. na mzazi hawezi And kuniangamiza. my parent cannot kill me. Mtoto anaamini A mzazi, child believes in the anajua hata parent. nipeleka Know that fasi mbaya. nowhere will my parent take me. Lakini ghafla Suddenly, Isaka anasikia, Isaac hears mimi ndio zabihu, that I am the sacrifice. mimi ndio zabihu. I am the sacrifice. Lakini baba anamwambia, And the father tells ni him, Mungu alisema, it is God who said. ni Mungu It alisema. is God who said. Kwa hiyo sina cha kumfungia I Mungu, have nothing to hold against sina God. mipaka na Mungu. I have no boundaries with God. Mungu alikunipatia God, when He gave you wakati to me, nilikuwa nalia, in the time when I was lakini crying, huyo Mungu but the same God, ananiambia He nikupatie. tells me to give you out. Kwa hiyo mimi sina Therefore, kizuizi na I Mungu. have nothing against God. Ndakupeana. I have to give you. Mtoto akasema, na And the iwe child vile says, unavyotaka. so shall it be. Akawekwa kwenye And he madhabahu, was laid on the altar. akatayarishwa And he was prepared for ili sacrifice. aweze For him kuwa zabihu. to become a Biblia burnt inasema ya offering. kuwa The Bible says akachukua kisu the father took knife akataka kumuua. and when he wanted to stab Malaika him, wa Bwana and the akatokea angel of God appeared akamwambia Ibrahimu, and told him, Abraham, usiue do mwanao. not kill your child. Ibrahimu, Abraham, usiue mwanao. your child. Asema angalia nyuma. Look back. Alipoangalia And he nyuma looked back. akamwona mwana kondoo. He saw a Huyu lamb. mwana kondoo This lamb. ambaye hakujulikana mahali alipotokea. Never knew where it came Huyu from. mwana kondoo This lamb. akawa kuja kuwa zabihu And it came to kuliko sacrifice Isaka angamie. instead of Isaac Lakini to die. mwana kondoo The Lamb of akasema, God nitakuja came badala ya instead Isaka, of Isaac. mimi I nitatolewa will be given ili Isaka for Isaac. aweze kukombolewa. Save. Tuna Mungu wa We have a upendo. God of Biblia love. inasema toka God mwanzo from the beginning. alichinjwa, He was ambaye anaitwa Yesu, It's called mwana Jesus. kondoo. The Lamb. Yesu anasema, Jesus ni said, nani atafungua kitabu? who is it that will open the seal? Wanauliza malaika, He's asking the wanauliza makerubi, He's asking the cherubim. wazee 20 na The wanne 24 wenye elders. uhai wanne, Those who are malaika alive. wote, And all the ni angels. nani atashuka Who shall come ili down aweze for him kumkomboa to come mwanadamu? and save Ni you? nani Who atakayeshuka shall go down ili alete uzima to go tena? and give life Biblia again? inasema, And the Bible says, wote wakanyamaza, the whole, every council mbingu kept quiet. ikanyamaza. The whole heaven kept quiet. Hakuna Nobody aliyekubali that accepted kuenda, to go. lakini kuna There is mwanaume one man anaitwa Yesu, that is called Jesus. akasema wamewekwa He kwenye said that madhabahu, they have been put on the wanadamu altar. wamewekwa kwenye He madhabahu has been put on the ili altar afe, for him to ili die. For him angamie. to Lakini die. kwa upendo wa But for the Mungu love of God, akasema, I say, nitauacha utukufu, I shall leave my glory. nitaacha I enzi, shall leave my nitaacha glory. heshima, I shall leave my honor. nitashuka. I shall go. Biblia inasema ya kuwa The Bible says, uliokuwa kwenye one madhabahu was on the altar. ulikuwa karibu He kufa, almost died. ulikuwa karibu kwenda, Almost going. lakini mwana But the kondoo Lord, the ambaye shepherd
anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Akashuka, akaja, akafa kwa sababu yetu. Because of you and me. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Upendo wa Mungu, the love of God, sio kama mwanadamu. It's not like man. Sio kama mwanadamu. It's not like that for man. Yesu alitupenda. Jesus loved us kabla sisi hatujampenda. before we knew him even. Biblia inasema ya kuwa, and the Bible says, akasema nitakifungua that I shall open kitabu na mihuri yake. the seals of this ninakubali. Therefore it means I have accepted to go down, kumtafuta mwanadamu, to go and redeem man, kufa, dying, kusulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema ya kuwa, the Bible says, badala ya Isaka, instead of Isaac, mwana kondoo, a lamb akachinjwa, was killed and slain. Mwana kondoo, the lamb akachinjwa, was slain. Tusome kitabu cha Petro wa kwanza. We shall read the book of 1 Peter. Mstari wake wa sura ya kwanza na mstari wake wa 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Maandiko yanasema, ahimidiwe Mungu, ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi, ambaye kwa neema yake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima, kwa kufufuka kwake Yesu Kristo, katika wafu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ahimidiwe Mungu, praise be the name wa Baba yetu Yesu Kristo, the Father for Jesus Christ. Ahimidiwe Mungu, blessed be kwa upendo mkubwa for the greatness aliyotupenda, hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asife, lakini aokolewe, apate uzima wa milele. Peter anasema, ahimidiwe, ahimidiwe Mungu wa Yesu Kristo, aliyetuzaa mara ya pili. Mwanadamu wa kwanza alikufa, aliyezaliwa mara ya kwanza, kifo kikaingiwa, tulikuwa mbali na Mungu, lakini asifiwe Yesu aliyekuja kuwa daraja, ili kila yoyote atakayemwamini afike kwenye hilo daraja, aweze kumfikia Mungu. Tunamfikia Mungu kupitia Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwenye wafu. Usubuhi ya leo tunamshangilia Mungu tuma Yesu afe, afufuke, atuzae tena mara ya pili, ili tutoke katika wafu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mungu. Asifiwe Bwana aliyetufufua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kamtoa Yesu kwa wafu, and he brought Jesus out of the dead, akatununua tena, and he bought us again. Huyo Yesu akatununua, this Jesus bought kwa us damu yake, with his blood. Nashingilia usubuhi ya leo, and I'm telling someone, kwa damu ya Yesu the blood of Jesus, nikapata ukombozi. I got redemption. Kwa damu ya Yesu, the blood of Jesus, napata ulinzi. I get protection. Kwa damu ya Yesu, naitwa mwana wa Mungu. I am called the son of God. Damu ya Yesu inayotufunika, inatuprotege usiku na mchana. Every day and night. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Tunatembea kifua mbele kwa sababu tumezalika mara ya pili. Because you've been born second time. Uzao wa kwanza ulikuwa wakufa, the first generation was dead. Uzao wa pili, but the second generation, kwa ajili ya ufufuo wa Yesu, sisi ni wazima. We are alive. Sisi ni wazima. We are alive. Hatufi tena. We never die again. Yetu kuna uzima wa milele. Jesus, there is everlasting life. Tutatawala. We shall tutatawala. We shall take tutaishi tena live again. Milele na milele. Forever and ever. Kwa sababu ya Kristo Yesu. Because of Jesus. Kwa hiyo tunayo sababu. And therefore you have every reason ya kushukuru Mungu to thank the Lord kwa ajili ya upendo wake. because of his love.
Kwa ajili ya upendo. Because of his love. Tulikuwa watumwa. We were slaves. Watumwa. Slaves. Mtumwa si mrithi. Slaves are not inheritors. Lakini Bwana But the Lord, akatununua he bought us na damu yake. with his blood. Bwana The Lord, akatuleta tena karibu. he brought us again close. Tukazaliwa mara ya pili. And we were born the second Na time. uzao huu And in this si uzao wa in this kifo. generation, it's not a generation of Hata death. ukiona mtu ameenda makaburini Even if someone goes ambaye and yuko katika Kristo he dies in Christ, hajafa, he is not dead. Yesu anasema Jesus says amepumzika, he has gone to rest, lakini hajafa, but he's not dead. kwa sababu ndani yake Because in him kuna uzima. there is life. Atafufuka tena, He will rise and resurrect atatoka again. tena, He shall get kwa out of sababu there. roho ambayo iko Because ndani ya the mtu ambaye spirit in that ameokoka person ni roho ya is uzima the spirit of life iliyomfufua Yesu that, makaburini, that resurrected Jesus. iko ndani yako. He's also in you. Lihimidiwe jina la Bwana, Praise be the name of the kwa maana Lord. sitakufa, Because I shall not die. kwa sababu nimezaliwa mara I ya have pili been born the second katika time ufufuo wa Yesu in the Kristo. resurrection of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunayo sababu And we have every ya reason kumshukuru to Mungu. thank the Lord. Tunayo We sababu have every reason ya kumwambia Yesu to asante. tell the Lord thank you. Asante kwa upendo. Thank you for your love. 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 Ametupenda. He has loved us. Acha nikwambie. Let me tell you, Tulikuwa tunaenda pabaya we were going to astray milele na milele. forever and Lakini ever. upendo wa Mungu But the love of God, umetupenda. he has loved Mimi us. mwanamke singeweza kusimama. If a woman, rather a woman will not Lakini kwa stand here, upendo wa Mungu but the love of God akampatia mwanamke Valeri. gave a woman value. Kwa upendo wa Mungu By the love of God, ndani ya mwanamke kukazaliwa Yesu. in a woman Jesus was Mwanamke born. aliyekuwa nyuma, A woman that was back Mungu there, akamleta mbele. God brought her, Kwa hiyo glorified hakuna mtu her. There's atanitaabisha no one will stand kusema against me mwanamke to say, asihubiri Injili. oh, no woman should preach the word Mwanamke of ni God. mhubiri wa kwanza The woman is the first ambaye preacher Bwana aliweka that ndani the Lord yake. gave into him. Wanaume wamelala, Men were sleeping. wanaume wanaogopa, Men were afraid. lakini mwanamke akaenda woman kaburini went to the usubuhi tomb in the mapema. morning, early. Walipofika pale When they got there, wakakutana jiwe liko they pembeni, met the stone malaika and removed. anatokea. And an Mnamtafuta angel nani? came. Whom are you looking Mbona for? mnamtafuta Yesu You are looking for katikati Jesus. ya wafu? You are looking for him Hayuko among them. tena He's kaburini, not even among them. amefufuka. He has been Wale resurrected. wanawake And those women, wakakimbia they haraka, ran. wakaenda kuleta And they went to habari. bring the good news. Habari ya ufufuo The good news of ilianza na resurrection. mwanamke, A woman. wakasema They Yesu said, amefufuka, Jesus has resurrected. Yesu amefufuka. Jesus has resurrected. Hayuko tena He's not kaburini, among the dead. hayuko tena He's not kaburini, among the dead. amefufuka. He has resurrected. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo sina hofu, Therefore, I'm not afraid. sina uoga I am not afraid napomtumikia Yesu when I serve the Lord kama Jesus mwanamke. as a woman. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Jesus, hayuko tena kaburini. he is no more among the dead. Kwa hiyo shetani Therefore, Satan, asikukalishe chini. let him not make you sit Mwambie down. kila kilichokufa Tell him that everything that was dead, katika jina la in Yesu the name of Jesus, kimeenda kufufuka. he's going to resurrect. Kama ni ndoa ilikufa, If it is a marriage that Yesu died, aliyefufuka kutoka kwa Jesus wafu resurrected anaenda from the kufufua dead. ndoa He's going to yangu resurrect your katika marriage jina la in Yesu. the name of Kama Jesus. ni magonjwa If it is the inaenda illness, kufufuka, inaenda kuondolewa He's going to be na removed. unapata tena ufufuo wa And have the uzima resurrection uliopotea ndani ya that maisha got yako lost katika jina la in Yesu. Jesus' name. Kama ni umasikini, If it is poverty, Bwana analeta ufufuo, the Lord is na ufufuo restoring. huo He's bringing ni ufufuo wa restoration utajiri and restoration of na riches uzima and life katika jina la in the Yesu. name of Jesus. Upendo wa Mungu Beloved, ni upendo mkubwa. the love of God is Nataka the tu greatest love. usimame, I want you to stand on your feet. uanze kumshukuru I Mungu want you to begin thanking kwa God ajili ya upendo wake, because of His love, kwa sababu ya wokovu. because of salvation. Mapepo na mashetani haikupati Together with all these demons wanapokupandia and njama ya when they are kukumaliza, against you to kill you, damu ya Yesu the inanena blood leo. of Jesus stands. Damu ya Yesu inaongea The blood vizuri. of Jesus is talking Damu ya well. Yesu The blood inakutetea. of Jesus is there Acha to stand for you. nikwambie, Let me tell you, kama sio damu ya if Yesu it's not the blood of ungekuwa Jesus, umeangamia. you would have died long time ago. Walipokupangia njama When they decided saa to 8 plan za against usiku, you in the middle saa of the night, 6 za in usiku, the middle of the night, wanakupangia they njama, are planning wanasema evil. They are utaangamia, saying that you shall die. tutakutoa You zabihu. shall give sacrifice Lakini of asifiwe you. Yesu But praise be the ambaye name of the Lord. aliyetolewa It zabihu was given as a kwa ajili ya sacrifice maisha yetu. because of our Sisi lives. hatutatolewa We tena shall not zabihu. be given as a Kwa hiyo sacrifice mchawi na anymore. mapepo Therefore,
of reason. hawana ruhusa juu ya maisha yetu, No reason kwa about sababu life. Yesu Because tayari amelipa deni. He's already paid the debt. Amelipa He deni. has paid the debt. Yesu amelipa Jesus deni. has paid the